Baada ya kupambana kwa miezi mitano na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jeshi la Marekani CENTCOM limesema linatafuta njia mpya za ubunifu na zisizo za kawaida za kuishinikiza na kuiadhibu Iran. Afisa mmoja katika tawi la kijasusi la kamandi kuu ya Marekani CENTCOM aliandika katika ujumbe uliotumwa Jumatano kwa kundi kubwa la wachambuzi wa kijeshi, kulingana na chanzo kinachofahamu ujumbe huo. Chanzo cha pili pia kilisema kwamba afisa mkuu wa jeshi la Marekani alituma ujumbe huo wiki iliyopita akiomba mawazo mapya na jinsi ya kukabiliana na Iran. Sasa hivi CENTCOM inatafuta njia za kuweza kuishambulia Iran na kuweza kuidhibiti. Jeshi hilo linasema moja ya mtindo wa kushambulia umati wa watu ambayo maafisa wa kijeshi walisema haikuwa ya kawaida kupitia barua pepe ni ishara moja ya chaguzi chache na ambazo haziwezi kupendeza katika mapambano dhidi ya Iran, kwa maana kuwa watu wasiokuwa na hatia kama ambavyo watoto katika shule ya Minab waliuawa. Kwa matumaini ya kupata njia mbadala, ofisi hiyo ya CENTCOM ilianza kipindi kujadiliana kupitia barua pepe ili kuona kama kuna mtu aliye na wazo bora zaidi. Chanzo cha pili kilisema CENTCOM inaangalia kila kitu na kukiri kwamba inahitaji kutathmini upya mkakati huo. Kamanda mkuu wa Marekani ana historia ndefu ya kufikiri na kufanya kazi kwa njia za ubunifu, Captain Timothy Hawkins, msemaji wa CENTCOM, alisema katika taarifa. Admiral Cooper haswa kufikia washiriki wa timu yetu kubwa bila kujali safu, kufikia viwango vya juu zaidi vya utendaji kazi iwezekanavyo. Hata hivyo, kupitia barua pepe hiyo ilitangulia tishio la Trump la kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran na kuyafuta mwishoni mwa juma baada ya maafisa wa eneo hilo, ambapo ni mwanamfalme wa Saudi Arabia kuingilia kati na kumuita rais na kumtaka apunguze kasi. Kwa wiki kadhaa, Marekani imekuwa ikishambulia Iran kwa mashambulizi ya anga ambayo yameundwa kuharibu uwezo wake wa kutishia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz na kurejesha Tehran katika meza ya mazungumzo. Lakini bado Trump amekuwa akipima uzito wa kuanzisha kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran, ikiwezekana kwa kuzindua tena mashambulio makali dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyosalia nchini Iran ambavyo alidai kuwa vimefutwa katika mashambulizi ya kiangazi kilichopita. Vyanzo viwili vinavyofahamu upangaji huo vinasema kuwa jeshi limekuwa likijitayarisha vilivyo kuzindua mashambulizi kwenye mlima na maeneo mengine ya Iran yanayoaminika kuwa na nyenzo za nyuklia ama vifaa vya nyuklia, lakini hata kwa silaha za kawaida zenye nguvu zaidi za Amerika. Vyanzo hivyo vinasema makombora na mabomu pekee hayana uwezo wa kufikia mengi kwa sababu vifaa vimezikwa chini ya ardhi. Ili kuangamiza, Marekani inaweza kuhitaji kutumia askari wa ardhini, hatari kubwa ambayo Trump amekuwa hataki kuchukua, huku kukiwa na maswali juu ya uwazi wa utawala wake juu ya majeruhi wa nchi wa hudumu. Wanajeshi 18 wa jeshi la Marekani wameuawa katika mapigano hayo kufikia sasa, kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Marekani, licha kwamba Iran inadai kuna maelfu ya wanajeshi wameuawa na wengi kujeruhiwa. Trump amekuwa akizingatia mashambulizi kama onyesho la fataki, chanzo kingine kilisema, ambacho kinaweza kugonga maeneo ya nyuklia ama sawa na zile zilizolengwa mwaka uliopita kwa matumaini ya ushindi. Kwa mfano, aliporuhusu kujiondoa katika vita bila kukamilisha moja ya malengo yake ya awali, kuiondoa Iran kutoka katika mpango wake wa nyuklia, lakini kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hakuna uwezekano kwamba ingesuluhisha kile ambacho kimekuwa suala kuu la vita, madai ya Iran juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia na umiliki wa nyuklia pamoja na kuondoa utawala pamoja na kuondoa makombora ya masafa marefu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu.